Je, tayari kupata taarifa bora za kimichezo? Basi VOC Media ni sehemu sahihi. Jina langu ni Paul Tembo. Karibu nikupitishe kwenye hatamu za tetesi ambazo zimejiri nchini Tanzania. Na leo jicho la mwewe ama maskani ya kupata kile kilicho bora kimemulika pale bondeni kwa Madiba. Sio kwingine ni South Africa. Na kwa nini? Ni kwenye kikosi cha Lamotivelle Golden Arrows. Nafasi ya 6 kwenye msimamo wa ligi ya Betway Premiership ya pale Afrika Kusini. Sasa Yanga wamepeleka macho pale, na kwa nini macho yao yapo pale? Ni kwa mshambuliaji mchana nyavu, adui wa magolkipa Sande Junior Dieng. Sasa Yanga wanahusishwa na huyu mwamba, na awali tuliona Simba wanahusishwa na Sande Junior Dieng, lakini sasa Yanga wamemsajili mwalimu Mankoba Mkhitaryan ambaye yeye amekuja kwenye kikosi akitokea kwenye kikosi cha Golden Arrows, na baada tu ya kufika akasema anamhitaji mshambuliaji Sande Junior Dieng ambaye msimu huu amecheza mechi 27 na amefunga magoli 14 na kuasisti mara moja, kwa maana kahusika kwenye goli 15 kwenye mechi 27 alizocheza za pale kwenye ligi ya Afrika Kusini. Sasa najua unatamani kumfahamu Sande Junior Dieng ni mshambuliaji wa aina gani. Cha kwanza, amezaliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza ya mwaka 1994. Umri wa miaka 32 mpaka sasa. Sasa ana umri wa miaka 32 na msimu huu amecheza dakika 2044 na kwenye dakika hizo ameshoot, yani shot, kulisaka lango la mpinzani, aidha kwa kupiga shuti nje au kwa kupiga shuti ielekee langoni. Amepiga mashuti 54 na mashuti on target yalikuwa ni 27. Uwezo na weledi mkubwa wa kuliona lango, mashuti 27, lakini matumizi ya header shot, yani matumizi ya kichwa kwenye kulishambulia lango la mpinzani, ametumia kichwa takribani mara 19. Huyo ni Sande Junior Dieng. Yellow card msimu huu ni 3 mpaka sasa, lakini hakufanikiwa kupigwa red card, kwa maana huenda nafasi aliyokuwa anacheza haikuwa na changamoto kubwa sana ya kumfanya yeye apewe red card. Na msimu huu yeye ndo top scorer kwenye kikosi cha Golden Arrows ambao wao wamemaliza kwenye nafasi ya 6, na alikuwa anaongoza kijana Isaac Cisse pamoja na Sianda Diong ambaye hawa wote walimaliza na goli 4, lakini yeye akamaliza na goli 14. Aliwazidi goli 10 wachezaji ambao walikuwa wanamfuatia kwenye upande wa upachikaji mabao, na timu yake msimu huu ilifanikiwa kufunga goli 34, na kwenye goli 34 ukizihesabu na goli ambazo amehusika Sande Junior Dieng, unaona goli 15 ambazo amehusika. Kwa kwenye goli hizo hakuhusika sana kwenye goli 19. Sasa huu ni wastani mzuri kwa mshambuliaji kama yeye, lakini issue ipo hivi. Mwalimu Steve Barker alikuwa wa kwanza kumpendekeza kwa sababu alishawahi kumuona kwenye ligi ya Afrika Kusini. Baadaye aliondoka na kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba kama mwalimu akitokea Stellenbosch. Mwalimu Mankoba Mkhitaryan alikuwepo kwenye kikosi cha Golden Arrows na amefanya kazi na mshambuliaji Junior Dieng. Sasa je, ni nani atainasa saini ya mchezaji huyu? Mwenye kisu kikali ndo atakayekula nyama. Paul Tembo ndo jina langu na hii ni VOC Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.